bado tuko katika haya masala. Ma zilna fi masaili safar au fi masailin tataallaku bisafari. Almasala tataallaku bilmusafiri fi safarihi liqasri salati. Ulama wetu wa fiqh wasema wayajuzu lahu, inafaa kwake, aljamu biduni qasrin, kukusanya bila kupunguza. Msafiri yafaa kwake kukusanya bila kupunguza, kwa maana adhuhuri akaswali raka 4 hapo hapo, kisha akaunganisha kuswali na raka 4 za alasiri baada ya kumaliza raka 4 za adhuhuri. Hapa ameswali kwa ukamili, lakini kwa kukusanya. Fiqh inatuambia inafaa. Wal qasri biduni jam'i, pia inafaa kupunguza bila kukusanya, kwa maana dhuhuri ukapunguza raka 2 kuisha, ukangoja mpaka alasiri ukaswali raka 2 kuisha, magharibi ukaswali raka 3 kama kawaida, isha ukaswali raka 2, mambo yamekwisha. Hivi kunaonyesha upeo wa usahali wa dini yetu ya Kiislamu. Dini moja sahali. Kwa hivyo musiichilie mazito na ukakamavu ikashinda ukantoa mtu kwenye wepesi huu wa huruma za Mungu ya kutusahilishia mambo hata katika masala ya ibada zetu. Wal qasru fi haqqihi afdalu min al-ihtimam. Lakini juu ya kujuzu kutimiza kwa kukusanya na kupunguza bila kukusanya, lakini ulama watuambia wal qasru fi haqqihi afdalu min al-ihtimam, kupunguza kwenye haki yake msafiri ni bora zaidi kuliko kutimiza. Lianna Allah ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yuhibbu an tu'ta rukhasahu, apenda zifanywe ruhusa zake. Yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaruhusu, hupenda Mwenyezi Mungu mja wake afuate ruhusa aliyoitoa. Kama yuhibbu an tu'ta azaimahu, kama ambavyo hupenda yeye kufanya yale maazimio yake. Hata wewe mwanadamu, ale uliyoyaazimia hupenda yafanywe, na aliyoyaazimia Mwenyezi Mungu kwako kukupa maazimio hupenda sana kukuona wewe unafanya. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ruhusa anazozitoa amezitoa kuwapa wale aliowakalifisha. Sisi ndio tulokalifishwa kuyatekeleza ya sharia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa ruhusa kwenye taklifi alizotukalifisha nazo, ni huruma zake kwake na pendo lake kwetu tuyafanye aliyoturuhusu. Basi fanya uliloruhusiwa. Utapokuwa katika safari, japo kuna njia ruhusika pia waweza kuzifanya, lakini alilolitaka Mungu kwako ulifanye na ruhusa aliyokupa itekeleze kwa kuiandama. Kama anna aljam'a lahu fi hali masirihi, kama kwamba kama ilivyo kukusanya kwake kwenye hali ya mwendo wake katika safari, afdalu lahu, pia ni bora kwake, limadhukira, kwa haya ambayo yametajwa. Wali annahu sallallahu alayhi wasallam, na kwa kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kana yafalu dhalika, alikuwa akifanya hivyo, alikuwa akiandama hizi ruhusa na akifanya kulingamana na alivyoruhusiwa. Wa ala hadha, na kwa msingi huu, fala haraja, itakuwa hakuna ubaya, min jam'i almusafiri, kukusanya msafiri, baina salatay dhuhri wal asr, kati ya swala 2 ya dhuhuri na alasiri, min ghairi qasrin, bila kupunguza. Masala yako wazi insha Allah. Ndugu zanguni katika imani, hebu tutazame sasa
ikhtilafu aqwali al-ulamai fi muddati al-jami' wal-qasri, tofauti ya maneno ya wanavyoni katika muda wa kukusanya na kupunguza. Kule uko safarini wewe, huku kukusanya kwako na kupunguza kwako swala, kwa muda gani uliowekwa kisharia? Kwa kukaa siku ngapi ulipo? Safari yako iwe imetukua muda gani ili iwe ruhusa kwako kuyatekeleza haya ambayo tunayazungumza? Faminhu, miongoni mwa ulama, man yara, kuna wanaona, anna almusafira, kwamba msafiri, idha nawa iqamata akthara min 4 ayyam, akinuia kukaa zaidi ya siku 4, akiamua kukaa kwenye safari yake zaidi ya siku 4, fa innahu yanqati'u hukmu safari fi haqqihi, hakika hukatika hukumu ya safari kwenye haki yake, kwa sababu nia yake ni kukaa zaidi ya siku 4. Wayalzamuhu al-ihtimam, itanlazimu yeye kutimiza, ikiwa nia yako safarini ni kukaa zaidi ya siku 4. Ni msimamo miongoni mwa wanavyoni. Wa hadha huwa ra'yul Hanabila, fikra hii, msimamo huu ni msimamo wa wafuasi wa Ahmad ibn Hanbal. Wa daliluhum, wametegemea dalili yao, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qadima makkatan fi hijjatil wadaa, alikuja Maka katika ile hija inayojulikana kama hijjatul wadaa. Alikuja yaumil ahadi rabi' min dhilhijja, siku ya Jumapili, siku ya 4 katika mwezi wa mfungo 3. Wa aqama fiha al-ahada, akakaa hapo siku ya Jumapili, wal ithnaini, na Jumatatu, wal thulatha, na Jumanne, wal arbi'a, na Jumatano. Wa kharaja yawm al-khamisi ila Mina, akatoka mtume siku ya Alhamisi kwenda Mina. Fa aqama sallallahu alayhi wasallam fi Makkah 4 ayyam, akakaa mtume katika mji wa Maka siku 4, yaksuru salata, akipunguza sala. Hiyo tahdidi iliyowekwa. Alhadithu hadithun muttafaqun alayhi, ay ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. Huu ni msimamo. Wa minhum, na miongoni mwa wanavyoni, man yara, kuna wanaona, kuna wenye msimamo, na ni kina nani hao? Wa huwa al-Imamu Malik, nani Imamu Malik, wal Imamu Shafi'i, na Imamu Shafi'i. Msimamo wao ni msimamo gani? Anna al-musafira, ni kuwa msafiri, idha nawa iqamata 4 ayyamin, akiweka nia ya kukaa siku, inalazimu kutimiza. Ni msimamo huu, mafhum? Kama dhahaba al-ahnafu, kama walivyoenda msimamo wafuasi wa al-Imamu Abi Hanifa, ala annahu idha nawa iqamata akthara min 15 yawman, ya kuwa akiweka nia ya kukaa pahala kwenye safari yake zaidi ya siku 15, atamma salatahu, atatimiza swala yake. Ni msimamo huu.